Unasumbuliwa na mizimu ya kifamilia? Usipite video hii. Inua imani yako, niombe pamoja nawe. Naamini Mungu atakusaidia. Pengine naongea na mtu ambaye unasumbuliwa na roho ya mizimu ya kifamilia. Roho ya mizimu ya kifamilia sio jambo la hiari kwamba unachagua ikufuatilia au isikufuatilie, lakini huenda kuna watu kwenye familia wanaendeleza ibada za mizimu, inafanya hiyo mizimu ipate nguvu ya kufuatilia watu wake. Ni nini cha kufanya? Tutakapokuwa kwenye maombi, jitahidi kujitenga na mizimu hiyo kwa kuikataa, kwa sababu usipoikataa inajua wewe ni wa kwao na inafuatilia damu yao, inafuatilia watu wao. Kuna baadhi ya watu mmemwamini Mungu lakini roho za mizimu zinawafuatilia. Kuna watu wengine mmemwamini Mungu lakini huwa mnafanya matambiko na huwa mnaendeleza ibada za mizimu, yani ibada za wafu. Kuendeleza ibada za mizimu au ibada za wafu au kushiriki au kutoa sadaka ya kuweza kununua jambo fulani au mchango wa kuwezesha shughuli fulani za kufanyisha mizimu ibada, basi kwa kufanya hivyo tu unakuwa unaifanya mizimu ipate uhalali wa kukufuatilia na kuwekeza nguvu zake kwako. Kuna baadhi ya watu mnatafutwa na mizimu, muendeleze mikoba, murithi mikoba, na wakati mwingine mizimu inawatafuta murudi kwanu kwenye asili yenu, mukafanya ibada ili mambo yenu yaende vizuri. Kwa maana hiyo italeta mafarakano na uharibifu mjini, ili tu uweze kupitia mambo magumu, yale mambo ambayo yatakosa majibu ya kidaktari, yatakosa majibu kwa watu muhimu katika maisha yako na watu ambao unawaamini, ili uweze kupata msaada wa kiroho kupitia wao, yani mizimu. Nataka nikwambia kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Mizimu si chochote kwako, na ni jambo la hatari kumwacha Mungu na kutegemea miungu. Mtegemee Mungu katika mambo yako yote na Mungu atakusaidia. Mizimu ni roho za kuzichukia na kuzikataa. Wakati mwingine kadri tunapoendelea kuzikataa, unaweza kukuta vita inaongezeka. Usiogope. Unapoona vita inaongezeka, ujue wakati wa kushinda vita umekaribia. Vita inaelekea mwishoni. Ipinge na uikatae mizimu kabisa katika maisha yako, kwa sababu mizimu itakuchelewesha. Mizimu itakufanya uishi maisha sio kwa ya kwako, na itaendeleza magonjwa ya kifamilia ya kurithi, na mwisho wako utakuwa mbaya zaidi. Anza kumwamini Mungu, anza kusimama na Mungu, na ujitenge na ibada za mizimu. Jitenge na ibada za makaburini. Baadhi ya makabila na baadhi ya watu huwa kuna ibada za makaburi, ibada za mizimu, ibada za kuabudu mizimu na matambiko. Jitenge nazo. Matambiko na ibada za mizimu ni kati ya chanzo kinachowezesha mizimu ipate nguvu ya kasi kufuatilia watu. Hivyo wewe usiwe mmoja wao, jitenge kabisa. Nataka niombe na wewe, inua imani yako, ondoa hofu, mwamini Mungu. Hiyo mizimu ambayo imekaa ndani yako, inayokutawala na kukuongoza, ambayo imefunga maisha yako, imefunga watu muhimu kwenye maisha yako, imefunga njia zako na imekuletea magonjwa kadha wa kadha, itakuachia katika jina la Yesu. Hakuna mtu ambaye amemfuata Yesu akabaki kama alivyokuwa mwanzo. Yesu anatuwezesha, anatutakasa, anatuosha. Na kama mizimu inakutaka kwa jina, basi wewe kuanzia sasa unaogeshwa jina la damu ya Yesu. Unaogeshwa jina la Yesu. Kwa maana hiyo, kama utambulisho wako wa kiroho utakuwa unatafutwa, basi damu ya Yesu ikutakase na ikuweke huru katika jina la Yesu. Nifuatishe maneno haya, sema: Bwana Yesu, nimeinua mikono yangu, ishara ya kujiunganisha nawe. Ninajitenga na roho za mizimu kwenye familia yetu. Kila mizimu ndani ya familia ninaikataa. Kila mzimu unaoniongoza, unaoniendesha, ninaukataa. Ewe mzimu, ninakukataa kwa damu ya Yesu. Wewe sio wa kwangu. Ninakuvua kuanzia sasa. Ninakukataa kuanzia sasa. Naikataa kila mizimu inaonifuatilia, inaonitafuta. Mimi sio wa kwenu. Muniachie katika jina la Yesu. Ikataa hiyo mizimu. Na kama unaweza kuongea kilugha, basi tumia lugha ya kwenu kukataa. Kataa hiyo mizimu, kataa hiyo mizimu, kataa hiyo mizimu, kataa hiyo mizimu, kataa hiyo mizimu. Kataa kwa hiari yako, kataa, jitenge. Sema: najitenga na mizimu ya mababu na mabibi. Najitenga na hiyo mizimu. Kuanzia sasa mimi sio wa kwenu. Mimi siwataki, msinifate. Mimi siwataki, msinifuatilie. Naivua hiyo mizimu. Navua kwa jina la Yesu. Navua maagano yote. Kama kuna mahali kwenu na kukumbuka, basi kataa, jitenge na huko kwenu. Jitenge na hiyo mizimu ya huko kwenu. Jivue kwa jina la Yesu. Nami nakuombea kuanzia sasa, hiyo mizimu ambayo inakufuatilia, inaoharibu maisha yako, inaokufuatilia, inaotaka urithi na kuendeleza mikoba, na amuru kuachie. Wengine roho za kichawi zinawafuatilia, wengine maagano ya kichawi yanawafuatilia. Na amuru kwa jina la Yesu, hiyo mizimu na mikoba ya familia ikuachie kuanzia sasa. Mizimu ondoka. Toka roho za mizimu, toka roho za mizimu, toka roho za wafu, toka roho za wafu. Maagano ya kuzimu,
maagano ya makaburi, maagano ya makaburi, maagano ya wafu, toka, toka, toka. Roho za wafu unaota mara kwa mara, unaota mizimu, unaota makaburi, unaota waliokufa zamani, wakuache kuanzia sasa. Wewe si wao, wewe hauko pamoja nao. Na wavua kwako, na wavua kwenye mawazo yako, kwenye kumbukumbu zako, kwenye maisha yako. Roho ya hofu waliokutupia, roho ya hofu waliokupa, ikuachie. Toka roho ya hofu, toka roho ya hofu, toka pepo la hofu, roho ya wasiwasi, roho ya woga, na ikuachie kuanzia sasa. Damu ya Yesu iwe juu yako. Pokea ulinzi wa nguvu za Mungu. Yesu yuko pamoja nawe, ameshika ngao na kigao, amekusimamia, anakutetea. Roho ya wafu ondoka, roho za mizimu ondoka, mizimu ondoka, mizimu ondoka. Toka mwache mtu huyu, toka we mzimu, toka we mzimu, toka we mzimu, toka we mzimu, toka pepo la giza, ondoka. Maagano ya kwenu, maagano ya milima, maagano ya viungu, maagano ya maji, maagano ya damu, maagano ya wanyama, toka kwa jina la Yesu. Kila sadaka zilizotolewa mwaka jana au mwaka huu ili kuweza kudumisha mila, ili kuweza kudumisha mizimu, na amuru zisiwe juu yako, zisikupate. Kama kuna mahali uliwahi kushiriki kwa kutoa sadaka au kuchangia chochote, na kutakasa mikono yako kwa damu ya Yesu, takasika kwa jina la Yesu. Hiyo mizimu tunaikataa, tunaishambulia, tunaivua kwa jina la Yesu. Ikuachie sasa, ikuachie sasa. Roho za wafu ondoka, roho za wafu ondoka, roho za mizimu ondoka, roho za mizimu ondoka, ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka, mwachie mtu huyu, ondoka, pigwa kwa jina la Yesu. Toka, toka, toka usiku, toka mchana, toka na kwa uzao wake na kwa watoto wanaoendelea. Na amuru watoto wako wasiunganishwe na hiyo mizimu. Na amuru familia yenu na iombea ifunguliwe kuanzia sasa. Hiyo mizimu ya ukoo wenu, sema ukoo wenu, sema na ikataa kwa jina la Yesu. Mizimu ya ukoo, utaja ukoo wenu, na ikataa kwa jina la Yesu. Kataa hiyo mizimu, kataa, kataa. Utasikia nguvu ya Mungu, unasikia kupiga miayo. Funguliwa, funguliwa sasa, funguliwa sasa katika jina la Yesu. Pokea ufungulifu, pokea neema kuwekwa huru, pokea mkono wa Bwana, pokea nguvu za Mungu na zikufungue sasa, na kutenganisha na mizimu isikupate kwa jina la Yesu. Anza kuita ulinzi sasa, pokea ulinzi. Achilia ulinzi sasa, achilia ulinzi kwenye familia yako, achilia ulinzi kwa watoto wako kama na watoto, achilia ulinzi ndani yako. Sema najitenga, 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 naita ulinzi wa Mungu. Mkija mkute moto ndani yangu, mkija mkute damu ya Yesu ndani yangu. Anza kuomba ulinzi, pokea ulinzi. Malaika wakulinde hapo ulipo, wafanye kituo usiku na mchana, wakutunze, wakulinde. Hiyo mizimu isikupe visasi, isikupe malipizi, isikuletee chochote kile cha kudhuru katika jina la Yesu. Kila visasi kwao vishindwe kwa jina la Yesu. Hivyo visasi wanavyovipanga, hayo malipizi kwamba wakulipizie nawe upate maumivu, na amuru washindwe katika jina la Yesu. Mungu akufanyikishe kwenye njia zako zote. Pokea amani na wepesi kwa jina la Yesu, amen. Yarudie maombi haya, yatakusaidia kuweza kuishinda hiyo hali kabisa. Mungu ni mkuu sana. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa kutoka Tanzania, Dar es Salaam, Mbezi ya manamba mawili. Na hakika maombi haya yamekuwa tiba na dawa kwako. Unatamani kuendelea kupokea vipindi vya kiroho zaidi? Karibu kwa kuandika maombi ni dawa. Popote pale, ingia YouTube, andika maombi ni dawa, au TikTok, au andika maombi tiba, YouTube, TikTok na mitandao yote ya kijamii. Utapata maombi na vipindi vingi vya kiroho. Unatamani kuachilia sadaka ya kuvunja madhabahu ya mizimu? Basi karibu kwa sadaka yako, na baada ya kutoa nitumie message, sema ni sadaka yangu ya kuvunja maagano ya mizimu, na utauona mkono wa Mungu ukiendelea kutenda kazi ndani yako. Sadaka inasindikiza maombi, inasindikiza, inaongeza nguvu kwa kile ambacho tumekiomba. Imani ni muhimu, amini tu, mkono wa Mungu utakusaidia. Ulipokuwa kwenye maombi ulisikia nguvu ya ajabu, ulisikia kuna vitu vinakuachia. Rudia maombi haya na utaona ushindi katika jina la Yesu. Unaweza ukaendelea kunifuata zaidi kwa mitandao ya kijamii kama nilivyotangulia kukuongoza, lakini pia unaweza ukanifuata kwa njia ya WhatsApp kwa kuandika namba inaonekana kwenye skrini yako. Namba hiyo iliyoandikwa WhatsApp iliyoishia na 79, hiyo namba iliyoishia na 91, namba ya sadaka. Lakini pia unaweza kaingia kwenye status ukaandika maombi ni dawa. Ukiandika maombi ni dawa, itakuja channel yetu kwenye status yako, hata kama hujasave namba yangu, na utaweza kupata maombi mengi na watu wa kila siku. Mungu akubariki, akutendee mema. Uwe na wakati mzuri.